Bwana asifiwe. Amen. Simama tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena kwa sababu ya awamu hii. Tunapokuja katika ujumbe wa mwisho siku ya Jumapili, tuna matarajio makubwa ya kumwona Mungu katika nguvu na uwezo. Amen. Katika mamlaka na ukuu. Amen. Nasi tunaomba siku hii ya leo ya kwamba kila anayesikia ujumbe huu, wale ambao tuko hapa na wale ambao wanatusikia kupitia mvua za baraka, tukapokee kwa kipimo cha 100, 160 na 130 kwa jina la Yesu. Amen. Asiwepo ambaye Bwana atazuilika kwenye baraka zake. Amen. Asiwepo ambaye Bwana atashindwa kufikia malengo yake. Amen. Kwa sababu kwa msaada wa Mungu tumeambiwa tutatenda mambo makuu. Amen. Na kwa msaada wa Mungu tutakanyaga falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na mapepo yote mabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Tunajua kuna mkono wa ibilisi katika maisha ya walio wengi kiasi ambacho tunazuiliwa. Lakini kwa jina la Yesu Kristo, kama siku za Yoshua mwana wa Nuni, kama siku za Daudi mwana wa Yese, kama siku za Bwana wetu Yesu, tunataka ziwe siku zetu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nguvu ile ya kishindo ambao wao waliishuhudia na kuiona, nasi kwa nguvu ile tunataka kuishuhudia na kuiona. Amen. Tunataka kuishuhudia na kuiona. Amen. Na kuwa watu wasiozuilika katika baraka zao. Amen. Katika mipango yao. Amen. Katika huduma zetu. Hatutazuilika katika Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu litazame neno lako ukapate kulitimiza. Amen. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Kanisa liseme amina. Amen. Kanisa liseme amina. Amen. Naomba ukae pale ulipo. Tunakwenda kuangalia ujumbe unaosema mtu asiyezuilika. Mwambie jirani yako, huyo mtu anayetajwa ni mimi. Mwambie mwingine, huyo mtu anayetajwa ambaye hazuiliki, sio kwa mabaya, sio kwa uovu, hazuiliki katika makusudi ya Mungu, hazuiliki katika kupata ushindi, hazuiliki. Yani akisema baba mwisho wa mwaka nakuletea division 1, hakuna cha kumzuia. Nasema hakuna cha kumzuia. Amen. Akisema mama mwisho wa matokeo yangu ya mitihani ya form 4 nakuletea division 1, abahatishi. Anajua mvua inyeshe, kiangazi, masika, kuwe na ugonjwa, kuwe na udhaifu, division 1 inakuja. Amen. Ni mtu asiyezuilika katika mema. Unajua kuna watu wakati wengine wanakaa kwenye njia yetu. Mimi nimekuwa nikiona sana. Na nataka niwaambie kama mjui, kwenye haya makanisa ya kiroho, usipokuwa makini, Bwana anapotaka kukutumia kufanya kitu fulani, sio mtu yoyote wa kumwambia. Kwa sababu wengine pasipo hata wao wenyewe kujua wanatumika kukufanya uzuilike. Yaani ushauri wake anayokupatia unadhoofisha dhamiri yako ya kuanzisha biashara. Ushauri wake anayokupatia unadhoofisha ushauri wako, nia yako ya kuingia katika ndoa. Ushauri wake anayokupatia au maneno yake anayokueleza yanafanya uone kila kitu akienda. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja nikasema, ipo siku tutafanya biashara ya mabasi ya usafiri. Anasema, wenzako wanaacha, hii ni biashara mbaya. Nikamwambia, nani ameacha? Akanitajia mtu fulani ambaye alikuwa na kampuni ya mabasi. Nikamwambia nitajie na mwingine. Nitajie na mwingine. Kama ameacha watu 3, lakini magari yaliyoko barabarani
ni ya watu 3,000. Kwa hiyo unanitajia walioshindwa 3, usinitajie waliofanikiwa 3,000. Mwambie jirani yako, acha ushetani. Acha ushetani. Yaani unanitajia watu 3 walioshindwa, unitajie watu 3,000 walioshinda. Unanitajia watu 3 walioshindwa wokovu, unitajie watu mamilioni wanaendelea na wokovu. Kama sio ushetani nini? Mtu mmoja akasema, "Unajua mchungaji, tunaona kati wengine watu kanisani hawaji." Nikamwambia, "Wangapi?" Unajua ukija kuongea na mimi ujipange. Sio unakuja kurupuka tuna maneno yako ya juu. Nikamwambia, "Wangapi?" Na kwa nilikuwa sina tukai Samueli. Akahesabu hakufika watu 5. Nikamwambia, "Kwa hiyo wote walioko hapa uwaone." Unazungumzia watu walioshindwa 5. Tueleze watu 200 walioko ambao wanaendelea. Tueleze habari za watu 100 walioko ambao wanaendelea. Usituambie habari ya mtu mmoja aliyeshindwa. Usitueleze. Wajua watu wananiuliza, "Mchungaji, mnafanyaje huduma sasa?" Naambia huduma inawezekana hata ukitaka njoo. Unaelezaje juu ya watu kushindwa? Wewe una nia gani na sisi? Wewe una lengo gani? Kwa hiyo nataka kutueleza juu ya tasa moja uelezi watu 100 waliopata watoto. Wewe unataka kutueleza juu ya mtu mmoja ambaye mlevi, utuelezi juu ya watu mamilioni ambao sio walevi. Mwambie jirani yako uwe na mawazo chanya. Na hata mtu akikujia na anakueleza juu ya watu walioshindwa, mwambie sina muda kusikiliza juu ya watu walioshindwa. Amen. Nina muda kusikiliza watu ambao walipambana wakafanikiwa. Amen. Walianzisha wakaendelea. Usinipe mifano ya watu ambao walianzisha wakashindwa. Unajisikia Mungu amekuita, unataka kumtumikia Mungu, njoo unaambie, "Kwa mchungaji, mimi najisikia kabisa na wito. Nitaanza kukusaidia jinsi gani wazi. Wapi uende? Wapi ukafanye nini? Na nitakupa tahadhari ambazo si za kukuvunja moyo. Nitakueleza juu ya uwezekano ya kwamba unaweza ukaanza mwenyewe na ukawa maelfu." Yakobo alipokuwa anakwenda kwa mjomba wake Labani, anatupa ushuhuda ya kwamba anasema, "Na alivuka mto Yordan nikiwa na fimbo hii." Sema fimbo. Fimbo. "Na alivuka mto Yordan nikiwa na fimbo. Na sasa narudi nikiwa matuo mawili." Sema amina. Amen. Anarudi ana watoto. Anarudi ana wanyama. Anarudi ana wajakazi. Anarudi ana furaha ile ambayo hakuwa nayo wakati anakwenda. Mwambie jirani yako, hautarudi bara ukiwa huna kitu. Hautarudi kwenu ukiwa huna kitu. Baba, sasa mchungaji, maisha magumu, nimeshindwa, narudi. Unarudi ukiwa na mtaji. Sema amina. Sema amina. Unarudi ukiwa na mtaji ambao ukifika kwenu unaanzisha biashara na unaandika pale juu ya duka lako kwa neema tu. Sema amina. Alafu sasa nenda kwenye duka la mama kwa neema. Unaandika juu ya duka lako, si kingine, ni maombi tu. Wanasema nenda katika duka la mama, anasema si kingine, ni maombi tu. Unaandika duka lako, neno ni lile kuomba tu. Sema amina. Sio unarudi kwenda kulima michicha, umeshindwa maisha. Unarudi huko mnyonge. Mwambie mtu fulani, hautarudi kama Naomi. Nasema hautarudi kama Naomi. Unajipanga kwamba nataka kwenda kuanzisha maisha bara. Unatoka Zanzibar na mtaji wako. Unataka kuja kuanzisha maisha Afrika. Unaishi Marekani, unakuja na mtaji wako. Unataka kuanzisha maisha Afrika, unaishi Canada, unakuja na mtaji wako. Unasema nakwenda Afrika, unaishi Uarabuni, unaishi Dubai, unaishi Oman, unaishi Saudia, unaishi mahali popote pale, sijui unaishi Katari, popote unakuja na mtaji wako. Sema amina. Hapo watu watakuheshimu. Sio umerudi mnyonge. Vipi mwenzetu? Msikie tu huko tulipokuwa.
Kwani nini? Hujawahi kupata fedha, hujawahi kumiliki, kumbe umemiliki, umetafuna. Zimeishia kwenye kununua nguo, mapambo na ujanja mwingine, vyombo, kubadilisha ma-TV, sijui masimu, leo na 400,000, kesho na 500,000, utarudi kwenu huna kitu. Lakini kama utajipanga, nataka nikwambie utarudi na kitu. Sema amen. Sema amina. Nataka kuzungumza ujumbe unasema mtu asiyezuilika. Amen. Kuna mtu namna hapa kanisani? Amen. Nasema kuna mtu namna hapa kanisani? Amen. Hata kama penye ukame unasema hapa nitaotesha matikiti na yataota. Hapa nitaotesha bilingani na zitaota. Hapa nitaotesha nyachungu na zitaota. Hapa nitaotesha bamia na zitaota. Hata kama ni pakame, kuna mtu asiyezuilika hapa kanisani. Nasema kuna mtu asiyezuilika. Wanasema unajua hapa Marikiti, unajua hapa sokoni hakuna nafasi ya duka. Wewe unasema mimi nafasi ya duka nitapata. Pamejaa. Unasema kuna mtu atashindwa na atanipa kwa jina la Yesu Kristo. Unaanza mipango na mikakati ya kwamba pale ndio biashara yangu itakaa. Walisema wakati tunaanza kanisa kwamba sio rahisi kupata nyumba ya kuabudia. Unajua hapa Zanzibar, hapa maneno mengi. Nikamgeuka yule mzee nikamwambia mimi nitapata. Amen. Mimi nitapata. Na tumepata. Amen. Na tutaendelea kupata. Amen. Nasema tutaendelea kupata. Amen. Yule Mungu aliyezungumza na yule samaki aliyemmeza Yona, kuna mtu anazungumza naye kwa ajili yako. Amen. Nasema kuna mtu anazungumza naye kwa ajili yako. Amen. Kuna mtu anasema naye. Katika Yoshua sura ya 1, Yoshua mwana wa Nuni, kabla hapo aliitwa Hoshea. Katika sura namba 1 au sura ya 1 au sura ya Mwanduso, kwa wale ambao wanajua Kiluguru, sura ya 1 mstari wa 5. Kumbuka kabla hatujasoma hapa, ilikuwa Yoshua anapokea huduma kutoka kwa Musa. Lakini wakati wa Musa alikuwa ameshafariki. Ujasiri mwingi wa Yoshua ulitokana na Musa kwa sababu alikuwepo. Mwambie jirani yako usipoteze ujasiri wako. Maadamu Mungu wako yupo, usipoteze ujasiri. Kama baba yako akuangalia, usipoteze ujasiri. Mama yako akuangalia, usipoteze ujasiri. Watu wako wa karibu hawakuangalii, usipoteze ujasiri. Musa akaitwa na Bwana na Yoshua akachukua nafasi. Na Yoshua akiwa katika mawazo, nitaanzaje? Nitafanyaje? Maana najua kulikuwa na wana wa Kora, kulikuwa na wana wa Dathani, kulikuwa sina kina nani. Watu watanipinga, watu watanizuia huduma yangu, Yeriko itanizuia. Akwati anawazawaza, nisikilize. Hivyo vitu vyote unavyoviwaza ambao unahisi ni vikwazo na vizuizi vinaweza kuanguka mbele za Bwana. Amen. Unawaza juu ya mkweo, unawaza juu ya wifi zako kwamba tunataka kwenda likizo, lakini sitakuwaje kuhusu yule wifi, ana mdomo sana. Itakuwaje kuhusu yule shemeji? Hakuna cha inakuwaje, nendeni likizo. Amen. Nasema nendeni likizo. Amen. Na utawafunga vinywa vyao kwa jina la Yesu Kristo. Katika Yoshua sura ya 1 mstari wa 5, Mungu anamwambia Yoshua, labda tuanzie mstari wa 4. Tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, sema Wahiti, nchi yote ya Tanzania, nchi yote ya Zanzibar, nchi yoyote uliopo, tena mpaka wa bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Utakwenda mpaka machweo ya jua. Amen. Tanzania machweo ya jua, unajua ni mikoa gani hiyo? Machweo sio mawio. Kule ambapo ndio jua linachomozea na kule ambapo jua linazama katika upana wake. Hapo ulipo unapopaona na kule usipopaona. Maana Yoshua asingeweza kuona hata kule machweo ya jua kukoje. Ninakuhakikishia Yoshua, mto wote Frati
mlima wote Lebanon, maeneo yote. Katika mstari wa 5, apata kuwa na mtu, sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mwambie mtu fulani apata kuwa na mtu. Apata kuwa na shetani. Apata kuwa na pepo. Apata kuwa na kisirani. Apata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Sema amina. Amen. Mwambie mtu fulani, mtazame mtu asiyezuilika amekaa karibu na wewe. Mtazame. Anakutazama. Anakuona ulivyo dhaifu. Anakutazama. Anakuona ulivyo mnyonge. Mwingine anakucheka na wewe. Basi tunakujua kicheche. Mwambie umekaa na mtu asiyezuilika. Umekaa na mtu asiyezuilika. Na utaona kwa macho. Anasema apata kuwa na mtu ni kama hakuna watu wanaishi, lakini watu wapo. Apata kuwa na mtu ni kama kwamba hakuna wako wa Yoshua. Yoshua alikuwa na mke na wako walikuwepo. Kama Musa alikuwa na mke. Apata kuwa na mtu ni kama wale wazee 12, makabila 12 ya Israeli ni kama hawapo. Mungu anapokuachilia katika upako wake, anasema na wewe ni kama hakuna mtu duniani. Amen. Akimaanisha ya kwamba hautatikiswa. Amen. Na wakijaribu kukutikisa, utapita katikati yao. Amen. Utapenya katikati yao. Amen. Utafanikiwa katikati yao. Amen. Anasema tangu katika mlima huu mpaka kwenye mto ule Frati, mpaka kuelekea machweo ya jua, mpaka kugeuka katika bahari ile kubwa na vina vyake, hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Amen. Kila anayekuona lazima akupishe. Mwambie jirani yako, nachukua upako wa kupishwa. Chukua upako wa kupishwa. Amen. Kuna mtu alikuwa anapeleka tenda hapo, wewe unaenda kuomba tenda, anaacha mwenyewe unapishwa wewe. Amen. Nasema unapishwa. Amen. Usiogope eti mbona pale kuna mtu anapeleka keki na zionaga. Mbona pale kuna mtu anauza mikate na muonaga. Mbona pale kuna mtu anagenge na muonaga. Anakupisha. Amen. Upo. Amen. Upo. Amen. Nasema anakupisha. Amen. Na hata usiogope wakati mwingine kwenda kuuliza frame za maduka ambapo maduka yapo. Juzi nilikuwa Kariakoo jana. Nikaa nipo kwenye hotel fulani tumekula, afu tumeenda kwenye duka fulani kana kasinga duka ni zuri. Hajui nalitaka. Bwana asifiwe. Amen. Nasema watatupisha. Amen. Mimi walishanipisha. Na wataendelea kunipisha. Amen. Na wewe lazima wakupishe. Amen. Unataka kufungua biashara pale na unasema hapa ndo mahali panafaa na Bwana nimeshaomba, hapa ndo panafaa. Unataka kufungua huduma pale na unasema panafaa na umeshaomba, usibabaike na vitisho vyao. Wewe unajua hapa kodi kubwa, hapa unajua haitawezekana. Hapa wewe jua tu kwamba kwenye moyo wako wananipisha muda sio mrefu. Amen. Mwambie mtu fulani wananipisha. Kaa mkao wa kupishwa. Amen. Unakaa mkao wa nafasi. Kwa sababu kuna mtu anakupisha. Amen. Mwenye ataweza kuambia, yaani nilikuwa napeleka keki pale, lakini kwa sababu ya hivi na hivi, naomba uchukue lile duka. Mama nishalichukua. Amen. Na mwingine anakuja, nilikuwa nafanya hivi pale, unajua, ile saluni, nilikuwa mimi nafanya biashara, mtumishi wa Mungu, naomba hii saluni nichukue, ambaye nishaichukua. Amen. Nishaichukua yote. Mimi mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa naishi pale, lakini wale ile nyumba, kile chumba mtumishi wangu nishakichukua. Amen. Umeshike hiyo kwa sababu atakupisha. Amen. Mara nyingine mnapishwa, hamjui kama mnapishwa. Unauliza, kwa hiyo unaacha kile chumba kuna nini? Kuna mapepo pale, sina mwambie mimi nishakichukua. Mapepo yamemtisha akupishe. Na unajitisha unaogopa. Tangu kwenye mlima huu
mpaka katika mto huu, mpaka machweo ya jua, mpaka kwenye bahari ile kubwa, apata kuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Mwambie hawapo. Wala nguvu ya kusimama hawana. Yoshua maisha yake mpaka inafika sura ile ya 24. Kuna wakati alikwenda sehemu kupigana kule Ai, akagundua kama mbona kama kuna watu wamesimama mbele yangu wamekuwa kikwazo. Akauliza Mungu, umetoka Mungu basikiliza Yoshua. Hamna kitu chochote, kuna mtu tukafanya dhambi. Wewe sio mtu akosa kupishwa. Ila kuna jitu linaitwa Akani mwa kanisani. Ling'oa hilo, alafu nenda tena Ai. Mwambie ile yako ng'oa Akani. Mwambie mwingine ng'oa Akani. Mwambie uwe tayari kung'oka. Kama wewe ni Akani tunakung'oa. Kwa sababu tuna ahadi ya Bwana ya kwamba apata kuwa mtu wa kutuzuia. Nini kinachozuia mambo yetu? Yoshua wa leo ana nguvu kuliko Yoshua wa wakati wa Musa. Yoshua wakati wa Musa hakuwa na jina la Yesu. Yoshua wakati wa Musa, sijasoma sehemu kwamba alipewa ile fimbo ya Musa. Lakini Yoshua wa leo amepewa fimbo. Katika Luka sura ya 10 nasema, tazama nimewapa amri na mamlaka. Unayo fimbo ya kiroho, unayo funguo ya kiroho. Anasema wewe ndio Petro, nimekupa funguo hili. Utakalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Utakalofungua duniani litafunguliwa na mbinguni. Jaribu kuwaza ya kwamba mamlaka yote hiyo unayo. Nini kinakufanya kuwa moga? Mungu anasema na wewe ndugu yangu kwa jina lako. Yoshua wa sasa hapata kuwa na mtu. Mungu alitaja watu kwa sababu shetani anawatumia watu. Angeweza kusema wala mnyama wala anga litakalo kuzuia, lakini ametufunulia kwenye Waefeso anasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuzipinga. Manake huyo anayeinuka kinyume na sisi tunamuosha, tunamsuuza, tunamsambaratisha tiki tiki. Amen. Kwa sababu tuna ahadi ya kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele yako, itakwenda kutokea kwa jina la Yesu. Sasa hofu ya mawifi zako inatoka wapi? Unajua mchungaji, yule wifi akianza kusema, anasema mpaka mate anamtoka. Mwambie hivi, aseme mpaka na ulimi umtoke. Lakini hawezi kusimama mbele yako. Yule mchungaji umjui, yani akianza kusema usiku kucha, aseme siku 5 mfululizo, yeye ndo atakayezimia, sio mimi. Amen. Maana anatoa nani ya kukutishatisha. Wewe unijui, wewe mjui ni mimi nani? Mwambie na kujua wewe nani na una ubavu wote. Hizo ngojera zako zipeleke huko kwa sio kwa Yoshua. Kwa nini Yoshua? Mwambie sio kwa Yoshua. Usijitaje wewe. Yaani mimi naongea naona sio kwa Yoshua. Amen. Yoshua ana ahadi yake. Yoshua ana Mungu wake. Yoshua ana kanisa lake. Yoshua ana Biblia yake. Yoshua ana mchungaji wake. Sema amen. Alafu unanipigia simu, mchungaji, kuna mtu hapa anajaribu kunitishatisha. Hata simuelewi. Anajaribu kusema wewe utaona, sio utajua mimi nani, sio utapata tende, sio utapata busha, sio ananitishatisha hapa. Namwambia hivi, kama unaongea naye hapo, mwambie hivi, mtamkie tu, mwambie haya yote uliyoyataja yamerudi juu ya kichwa chako. Tena unaongea kwa lugha nyepesi. Mungu kaisa kulenga neno lake na kulitimiza. Hilo tu. Alafu wewe huyo unatafuta kama kinywaji chako baridi, unaweka pale kwenye ulimi wako, unamrudisha koo. Yaani pamoja na yote una hofu. Na hofu ya nini? Hofu inatoka wapi? Wakati mimi ni Yoshua. Amen. Wewe ni Yoshua. Wewe sina kujua ni Sabina, mimi ni Yoshua. Ndio. Na mchungaji wangu. Na kanisa langu. Na Biblia yangu. Na Roho wangu Mtakatifu. Na Yesu wangu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hawatakuzuia. Amen. Nataka kuonyesha kwa haraka majina kama 3 na 4, mengine utajiongezea. Namba 1, Yoshua, mtu asiyezuilika katika nyakati zote. Yoshua
mtu asiyezuilika katika nyakati zote. Nakumbuka Yoshua pamoja na kuambiwa kwenye sura ya kwanza ya kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele yako, sura ya 6 akakutana na ukuta wa Yeriko. Mungu anampa Yoshua kipimo cha yale aliyoyasema, ya kwamba hakuna mtu atakayesimama. Unajua nikwambie, ukisikia Mungu anasema hakuna mtu atakayesimama mbele yako, haina maana kwamba hakuna challenge. Haina maana Yeriko haipo, haina maana Ai haipo, ila Mungu anataka kuthibitishia ni hivi: Yeriko itaanguka. Amen. Ai itaanguka. Amen. Watakuwepo watakaojaribu kupambana na wewe, lakini hawatakuweza. Amen. Kwa hiyo Yoshua amesikia maneno hayo, anakutana na Yeriko. Israeli wanababaika. Yoshua akamwambia tulieni, Mungu alishanambia hakuna mtu atakayesimama mbele yangu. Amen. Huu ukuta mnaoona utaanguka, subiri maelekezo. Watu Yoshua hao, ukuta huu utadondokaje? Kansa hii itatokaje? Ukimwi huu utatokaje? Utasa huu utatokaje? Subiri kauli ya Mungu. Amen. Hao Yoshua akamwambia subirini. Watu wanahangaika. Mungu hataki tupitie pembeni. Mungu anataka lazima tuingie Yeriko. Amen. Mwambie jirani, kuna mahali Mungu anataka uingie. Usitafute kukwepa. Kuna vitu Mungu anataka uvipitie. Inaweza kuwa udhaifu kidogo, inaweza kuwa changamoto kidogo, inaweza kuwa ukata kidogo, lakini anataka uje uthibitishe kwamba hakuna kilichosimama kwenye maisha yako. Amen. Yaani ukata hauwezi kukusimamia kama ziginari uendelee kuwa masikini mpaka kifo, haitatokea kwa jina la Yesu. Amen. Yaani ule utasa, yaani ule ugumba, yaani zile shida, Mungu anachokuambia ni kwamba hazitasimama kukusuia maisha yako. Lazima azipige. Yoshua akamwambia, Bwana uliniambia. Maana alikuwa anatiwa nguvu na ile hali ya Mungu. Na ndio maana ukisoma katika Ibrania sura ya 11 anasema walitiwa nguvu kwa zile ahadi. Kwa hiyo hakukata tamaa. Yoshua akakumbuka Bwana alimwambia hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Akamwambia, Bwana nafanyaje? Akamwambia wana Israeli, siku ya kwanza waamke asubuhi, wauzunguke Yeriko, waende home, wasiseme na mtu. Siku ya pili wauzunguke Yeriko, waende home, wasiseme na mtu. Wafanye hivyo mara 6. Nisikilize, kuna wakati kabla hujaanza biashara kwenye eneo fulani, lizunguke lile eneo kwa maombi. Zunguka ile marikiti yote kwa jina la Yesu na tamalaki. Usemi na mtu kama hata unataka eneo. Wewe unaizunguka kwa sababu kuna mtu lazima anipishe. Na nataka nifungue bucha. Nataka nifungue duka la simu. Wanasema sio milango imejaa. Unazunguka kwa jina la Yesu Kristo. Hapa darajani ndio nitakapopata duka. Hapa Miembeni ndio nitakapopata duka. Mara 6 mara 7 tunaita prayer walk. Walichokuwa wanafanya Waisraeli inaitwa prayer walk. Unalizunguka eneo, unalitamalaki, unalizunguka, unalitamalaki. Maeneo yote hapa Zanzibar ambayo tulifanya prayer walk, tulianza kupata washirika mapema. Amen. Zunguka ile shamba unalotaka kukodisha. Mungu akamwambia Yoshua, watafanya hivyo mara 6. Sometimes usiende tu straight kwenye duka la mtu na kusema, nataka nilete keki hapa. Anza kulizunguka lile eneo kulitamalaki. Kwamba natamalaki eneo la Kiembe Samaki, natamalaki Chukwani, natamalaki maeneo haya, natamalaki kwa jina la Yesu. Biashara yangu ya chakula lazima ipate sehemu, biashara yangu ya nguo lazima ipate sehemu, biashara yangu ya duka lazima ipate sehemu. Unatembea huku unaomba kimya kimya. Amen. Mtu akusemesha na mwitikia tu, unaendelea. Roma sana raba shikora seta rabaka rio sandu rabasika. Siku hizi bwana, hata ukiongea mtu akakuona barabarani akuulizi mtu. Wale watu wana stress zao. Wajua na wewe miongoni mwa watu wenye stress zao. Kwa hiyo unajisemesha barabarani kumbe unaomba. Amen. Wanasema nimekutana mlokoa ana stress za kupita kaida, anafanya huyo kashatanganyikiwa, hajui unatamalaki, kesho anaacha duka lake na kuachia wewe. Sema amina. Sema amina. Amina. Umeelewa? Amen. Mpige makofi. Anaweza kutamalaki zaidi. Kumbe upo mle barabarani, wewe una shughuli yako. Alafu akamwambia siku ya 7 wazunguke tena ule ukuta mara 7. Alafu wakimaliza kuzunguka,
utawaambia makuhani na wazee wa kanisa wapige zile tarumbeta. Zikipigwa tarumbeta, kanisa likisikia, watu wapige shangwe, watu washangilie, watu wapige kelele, alafu ule ukuta uliosimama mbele yako Yoshua utauona unadondoka miguuni pako. Sema amina. Sema amina. Kuna vitu ni kuvizunguka tu. Unakwenda kutafuta sehemu kazi, pazunguke kwanza. Alafu ahadi ya Mungu ya kwamba hata kuwepo mwenye kusimama mbele yako inakuja kutimia kwa jina la Yesu Kristo. Yoshua akapiga round. Biblia inasema walipopiga zile kelele, ukuta ukaanguka nchi tiki tiki. Yaani sijui kama ilikuja tetemeko, kama ilikuja mmomonyoko wa ardhi. Watu wa Yeriko wanaendelea na biashara zao ndani. Wanajua Yoshua na wana wa Israeli kupenya hawawezi, wamepiga piga himu hawawezi. Wakashangani kama wako uchi, ghafla ukuta umezama. Wanaona wewe ghafla ukuta nyumba yako imezama, utaule mwenye nyumba. Ukuta ghafla umezama, hujapigwa na mtu. Wale watu wote wa Yeriko mioyo yao ikayeyuka, wakalala chini. Israeli anachukua kama anachotaka. Kile anachotaka. Mungu akisema hakuna mtu atakayesimama mbele yako, wewe usimogope hata kama mtu ana kisilani kiasi gani dhidi yako. Shida tunaruhusu hofu. Kwa hiyo hao watu ambao wanatumiwa na shetani wanapata nguvu juu yetu. Hilo ndio tatizo. Unakuta mtu anakuwa na hofu, unajua mchungaji, hao watu hawanipendi, hao watu ni kama hivi. Ukiruhusu vitu hivyo utasimamishwa kwenye maisha. Lakini usiporuhusu hivyo vitu, hamna atakaye kusimamisha kwa jina la Yesu. Amen. Nasema maisha hayatasimama. Amen. Utaendelea na kufanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Katika sura ya 6 ya kitabu cha Yeriko, mstari wa kwanza. Fungua pale. Tuna kitabu cha Yeriko. Tuna kitabu cha Yeriko. Sura ya 6 ya nani? Na mstari wa ngapi? Wa kwanza. Biblia inasema, hatutasoma sehemu nyingi. Ukisoma hiyo sura utapata uondo. Mstari wa kwanza. Basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Yaani kuna mtu anakuwa na kisilani, anakuwa akupendi, anafunga maeneo yote. Yaani anakupakazia, anakuharibia maeneo yote. Anasema alishatoa mimba, huyo alishakuwa na wanaume 100, huyo mwanamke hafai. Anakupakazia kama kupakazia gote, mwambie naolewa. Amen. Mwambie sio mimba 100, mwambie 500. Na ataona siku moja umevaa shela, amemeta. Alafu akija kukupa mkono na mshika mkono mwambie unakumbuka ulikuwa unanipakazia na unakumbuka. Mungu akubariki, afu unambusu. Mpigie shuku kasema amina. Wamekutaja kwa mabaya, lakini unachojua hakuna anaweza kukuzuia. Amen. Nasema hakuna anaweza kukuzuia. Lakini wewe mwenyewe umeshayabeba. Yaani mimi mchungaji, wananiambia mimi ni mtu mbaya, hata kuolewa siwezi, hata kuoa siwezi. Sasa mimi wewe nisikilize, wewe unachukuliaje jambo ulilosikia ndio swala. Ukilichukulia kwa kushindwa utashindwa. Ukilichukulia kama sehemu ya ushindi utashinda. Maana sasa Yeriko ilifungwa, lakini kuna mtu anaitwa Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye ahadi ya kutokuzuilika. Amefika Yeriko na lazima apite Yeriko. Anawaambia Waisraeli tunahitaji kusubiri siku 7. Mwambie mtu fulani unasubiri kwa muda tu. Kupata kazi unasubiri kwa muda tu. Kuanza biashara yako unasubiri kwa muda. Kupata mtaji wako unasubiri kwa muda. Kuuza bidhaa yako unasubiri kwa muda. Kuna siku 7 tu na Bwana atafanya muujiza kwa jina la Yesu Kristo. Ni kwa muda. Unasubiri. Na usianze kuchatatika, kuamanika, siku zinaisha, mbona siku 7 nyingi. Waisraeli wakamwambia nyie pigeni denge siku moja moja. Pigeni denge. Siku ya 7 mtaona kitakachotokea. Usiogope ukiambiwa subiri kwa mwezi mzima. Usiogope ukiambiwa subiri hata kwa mwaka, usiogope. Unajua mimi ni mtu nisiyezuilika. Yoshua akaambia watu msiogope, tulieni. Kwa kuficha story, mstari wa 20, Biblia inasema mstari wa 20. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta.
Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukafanya nini? Ule ukuta wa mji ukafanya nini? Ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu, wakaingia katika mji, kila mtu akaendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Fanya ishara kama unachukua vitu fulani weka huko. Fungua pochi yako, tia kwa jina la Yesu. Amen. Tia kwa jina la Yesu. Amen. Sonyeka mfukoni mabulungutu. Amen. Yachukue, tia. Mpaka sura inakuvuka. Sonyeka, sonyeka. Biblia inasema wakautwaa ule mji. Tunakwenda kutoa kwa jina la Yesu. Amen. Tunakwenda kutamalaki kwa jina la Yesu. Amen. Tunakwenda kutoa. Kuna mtu hapa sasa hizi afanye ishara ya kumkumbatia atakayekuwa mume wake mtarajiwa, mke wake mtarajiwa, unamkumbatia kisilence. Pige makofi mtu fulani. Mimi hapa nitulia na mpenzi wangu hapa. Kisilence. Kwa sababu ushampata na unajua yupo na unatamalaki kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni mwanafunzi unahesabu shule ushapata, unaanza kupanda yale magorofa ya kule shule, unaanza kulala kwenye yale mabweni. Kisilence. Amen. Ndio mbona ile ukuta? Wewe mwambie asiendelee ukuta, nalala kwenye bweni langu. Mbona kuona mpendwa kama unanipigia za kusinzia, sisinzii, niko kwenye kifua cha mpenzi wangu. Amen. Namuona japo si mbali, namuona japo si karibu, lakini huyu namuona. Amen. Na si muda mrefu anaingia mikononi mwangu kwa jina la Yesu. Amen. Yoshua, mtu asiyezuilika. Mtu wa pili, Daudi mwana wa Yese. Daudi mwana wa Yese pamoja na mashujaa wake ni mtu asiyezuilika katika siku zake. Hata pale taifa zima lilipochanganyikiwa, mpaka taifa la Israeli lilisimamishwa na mtu anaitwa Goliath. Watu wakawa hawafanyi kitu kingine chochote, wanabwaya, wanatetemeka kwa sababu ya Goliath. Daudi akasema, kwa nini taifa lisimame? Nisikilize, tusiruhusu taifa lisimame kwenye uchumi, tusiruhusu taifa lisimame kwenye haki, tusiruhusu. Amen. Lazima tuinue dua. Tushakwenda kwenye uchumi wa kati, tunataka sasa kwenye uchumi wa juu. Hao wenye uchumi wa juu wamempa nini Mungu? Na sisi tumemnyima nini Mungu? Kama kuna walichompa na sisi tutampa. Amen. Kama kuna walichoomba na sisi tutaomba. Amen. Kama kuna walichofanya na sisi tunafanya, maana Mungu hana upendeleo. Amen. Hana upendeleo. Huyo anayetembelea na gari amempa nini Mungu? Huyo mwenye nyumba amempa nini Mungu? Kama kuna kitu amempa Mungu, na mimi nitakitafuta nimpe. Kama kuna kitu amemtendea Mungu, na mimi nitafanya, kwa sababu Bwana amenipa uwezo wa kufanya kwa jina la Yesu. Daudi akauliza, huyu mtu anayesimamisha taifa, watu wakiamka wanawaza Goliathi, watu wakiamka wanawaza Goliathi, huyu mtu akimpiga atapewa nini? Watu wakamwangalia Daudi. Wewe Daudi wewe, wakampa story, anaweza kamoa binti mfalme, anaweza kamoa. Nasema kweli, yani nakaribia kuwa mkwe wa mfalme. Sikiliza, sometime lenga bila yako lenga, sio mnaoa watu ovyo. Lenga, sio mnaolewa. Lenga, nani anakuoa, nani unaolewa naye, nani? Lenga, unachunguza wazazi wake ni watu wa namna gani. Ni Sauli ambaye atanekea mtego kwa kutafuta magovi au nini? Ndio maana usio mwepesi kuanza kumwambia mtu nataka nikuoe. Anza kujenga naye kwa urafiki, unaanza kumchunguza, unatuma kina mama ndio kuchunguzeni huyu. Sio wewe mwenyewe unatuma watu wanachunguza. Baadaye unapata taarifa zake zote. Ukishapata taarifa zake zote unasema huyu afai, napiga chini na angalia kabla hiyo sasa. Lakini watu wa leo wanaparamia. Wakija kustuka tayari wako ndani. Wakishakuwa ndani ni machozi. Baba, mimi ningejuaje? Anaema kama kavuguzo. Lenga.
unajua na wapeni siri. Sio unakwenda kuoa mahali. Sasa uko mzima unakutegemea wewe. Au unakwenda kuolewa mahali. Sasa uko mzima unakutegemea wewe. Hiyo ni siri. Nawaambia nyinyi hapa. Lenga. Daudi akauliza, atakayemponda Goliati atafanyiwa nini? Akaambiwa atakuwa mkwe wa mfalme. Sasa kwa hiyo mimi nitakuwa napiga story na Sauli. Mimi naanza kupata uzoefu wa ikulu. Na kumbuka Daudi ana maono yake kwenda ikulu. Akasema hiyo simwachi. Huyo mwanamume asimame mbele yangu. Yaani kufa na kupona lazima nimuondoe. Yaani babangu mkwe atakuwa pasagare sana wewe. Siajio. Hiyo lazima nipenye. Nitajinyenyekeza mpaka niwe kama Zuzu. Lakini hapo nitaingia. Hala. Hatimaye katika sura ile ya 17 Samueli wa kwanza. Sura ya 17 ya Samueli wa kwanza. Biblia ni kitabu kizuri sana. Kila siku kikihubiri kinakupa mafunuo mapya. Kinakupa nguvu mpya. Daudi katika sura ya 17 Samueli wa kwanza mstari wa 26. Biblia inasema mstari wa 26. Biblia inasema Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akasema, "Je, atafanyweje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai?" Nao watu wakamjibu vivyo hivyo, wakasema, "Ndivyo atakayofanyiwa mtu yule atakayemuua." Walishamwambia awali atapewa heshima kubwa kwa nyumba ya mfalme na atapewa binti mfalme. Walishamwambia huko juu. Lakini Daudi bado anadisi kwa sababu anataka kuwafinya mashahidi wawili na watatu ili kila neno lifanye nini? Lithibitike. Ndio maana sio na kurupuka kuoa au kuolewa. Pata watu wawili watatu wanakupa testimony ya huyo mtu. Amina. Uliza kidogo, upige makofi. Kwa hiyo sababu watu wanahaha, wanataka tu kuolewa, akitokea ndio wewe wanavaba. Wewe baba, mzigo wako mwenyewe, kwa sababu kila mtu anachukua mzigo wake mwenyewe. Kwa hiyo unavaba. Maisha ya ndoa ya Kristo sio mzawa. Uwe vunjikaji. Uwe na chechemea lakini haivunjiki. Inaweza kuwa hiyo. Kama mlemavu. Kama Bryson, lakini bwana haivunjiki. Unajikuta kila siku kwa haivunjiki. Na ublai wako haivunjiki. Ukiamua kakae kwenu, akae kwake, unaendelea na ublai. Utageuza mguu tu. Sasa usizabe. Jipange. Tazama. Chunguza. Fuatilia. Upate kujiridhisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa 32 hadi 37 na maneno hayo aliyasema Daudi aliposikia watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yoyote. Mguse mtu, mwambie usizimie moyo. Ni muda tu. Subiri kidogo kiduchu. Mfilisti anakwenda kuanguka kwa jina la Yesu. Amen. Kuna kitu kinaenda kudondoka kwa jina la Yesu. Amen. Daudi ndo anamwambia mfalme usizimie moyo. Tunataka watu majasiri, watakatia moyo viongozi, watakatia moyo mawaziri, watakatia moyo rais. Usizimie moyo, tunaendelea vizuri. Na kwa kufupisha story, Daudi alimwangusha Goliath. Amen. Kwa sababu Daudi ni mtu asiyezuilika. Kwa hiyo unaweza kusoma hiyo sura ya kupendeza sana, ya kufurahisha. Unaona jinsi ambavyo hatimaye akamwangusha Goliath. Lakini ukija tena kwenye Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 13 hadi wa 16 unakutana na mashujaa wa Daudi. Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 13 hadi wa 16
unakutana mashujaa wa Daudi wanataka maji ya kutoka kwenye kijito cha Bethlehem. Yaani kuna vitu ambavyo unavitamani lakini upatikanaji wake ni hatari. Unatamani uwe na mali, lakini ili kuwa na mali unahitaji kujipanga. Biblia inasema wakati huo kwenye hiko kisima, kwenye hiko kijito kulikuwa na Wafilisti wanalinda. Yaani Mwisraeli akikatisha amekula. Biblia inasema shujaa watatu wa Daudi, kwa sababu wamezaliwa na baba shujaa kiroho. Daudi alikuwa shujaa. Watu watatu mashujaa wakamwambia mfalme, maji unayotaka utakunywa. Kwa sababu ni watu wasiozuilika, watu wenye bidii. Huwezi kuwazuia kupata utajiri. Watu wenye hekima huwezi kuwazuia kupata mafanikio. Watu wenye kuelewa huwezi kuwazuia kupata vyeo. Biblia inasema mashujaa watatu wa Daudi wakapenya. Ngoja tusome labda uelewe. Samueli wa pili 23 mstari kuanzia 16. Au tuanzie mstari wa 13. Tena watatu miongoni mwa wale 30 walikuwa wakuu wake, wakashuka wakamwendea Daudi wakati wa mavuno mpaka pango la Adulamu. Na kikosi cha Wafilisti walikuwa wamefanya kambi katika bonde la Warefai. Naye Daudi akawaambia wale mashujaa, wakati ule alikuwa ngomeni, na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwa kwa Bethlehem. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi. Sema amina. Amen. Daudi alitaka kupima, je, nimezaa watoto mashujaa? Je, na watoto wa imani wenye kuthubutu au wenye kusita? Akasema, natamani sana ningekunywa maji ya kisima cha Bethlehem. Na anajua kwamba kuna kambi za Wafilisti, anajua kwa sababu Wafilisti hawezi kumruhusu Mwisraeli apite. Bali anataka kupima wanaye kiroho. Na ndio maana sometimes tunapopimwa kiroho, vipimo vyetu vije katika viwango vyetu, sio tuanguke. Biblia inasema mashujaa watatu wasiozuilika wakalipenya lile jeshi. Hatujui walipenyaje, kama walipiga, kama waliingia vipi, lakini wakalipenya lile jeshi na wakachota maji. Mwambie mtu fulani, penya kwa ajili ya familia yenu kwa jina la Yesu. Familia nzima imezuiliwa, haina fedha. Tunataka wewe mshirika kanisa hilo wa familia hilo upate upenyo kwa ajili ya familia yenu kwa jina la Yesu. Penya kwa ajili ya wazazi wako. Penya kwa ajili ya ndugu zako. Penya hata kwa ajili ya kanisa hili. Hivi leo mtu katikati yetu mara gafa tajiri, si kanisa imerelax. Yaani miongoni mwa washirika hapa, mmoja tajiri namba 1 Tanzania. Na kuona Mungu akikupa utajiri kwa jina. Naona Mungu akikupa utajiri kwa jina la Yesu. Naona Mungu akikupa utajiri. Unajua unafikiri tutaangalia kuitisha misango tena? Kuna shida, tunakupigia simu. Brother, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu, unasemaje baba? Bwana, kuna hitaji la milioni 20. Baba, ni nini hiyo tena? Unajua nimeanzisha huduma mahali fulani na kuna hali hii na hii na hii. Basi baba, mchana huu kwa sababu ile account inayo utaiona imesoma. Tajiri. Umeelewa? Kapenya katikati ya watoto wa Yese. Kulikuwa na ndugu zake, lakini hawakuweza kumtunza baba yao. Lakini Daudi alipenya. Kulikuwa na ndugu zake Yusufu, lakini hawakuweza kumtunza nani? Yakobo. Lakini Yusufu akapenya mahali mtu asiyezuilika. Alitupwa kwenye kisima, alikaa gerezani, hiyo haijalishi. Huo ni muda tu. Nikitoka wazazi watanitegemea. Ndugu watanitegemea kwa jina la Yesu Kristo. Unamwona mtu anayepenya kwenye nyumba yako?
Mimi naona watoto wanaipenda, naona mabinti wanaipenda, vijana wanaipenda, nawaona. Tena wengine nawaona sio katika imani, nawaona hata kimwili. Kwamba udongo mwendo huu, udogo anapenya. Huyu dada kwa mwendo huu, lakini huyu dada kwa mwendo huu anabaki hapa hapo. Huyu atakuwa anafanya kama anaenda ile kwa jibu linafanya hivi. Nadhani anaenda ile kwa hapo. Lakini huyu ni kama haendi, lakini anakwenda. Kwa sababu anapenya. Kuna watu hawazuiliki na Wafilisti. Kuna watu hawazuiliki katika viwango vyovyote. Wao ni watu ambao wamemaanisha na ni watu wasiozuilika, watakwenda kupata wanayotaka kuvipata kwa jina la Yesu Kristo. Kama wao walipata, utapata. Mfano mwingine ni wa Bwana wetu Yesu. Yesu alikuwa ni mtu asiyezuilika. Hata walipomuua wakadhani kwamba sasa ndio wameshamzuia. Biblia inasema siku ya tatu akafufuka. Sema amina. Sema amina. Yesu hakuwa mtu wa kuzuilika muda tu. Katika Matendo ya Mitume, Biblia inasema Matendo ya Mitume. Biblia inasema sura ya 2, mstari wa 24, huo naupenda sana mstari. Anasema ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti. Sikiliza sasa pale mwishoni, sikiliza hapo. Kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Sema amina. Sema amina. Biblia inasema haikuwezekana mauti iendelee kumshika Yesu, kwa sababu ni mtu asiyezuilika. Unaona kama umemkamata katika eneo hili ni katika muda fulani ya mapenzi ya Mungu, siku ya pili kaibukia upande mwingine. Tena ukisoma katika sehemu fulani katika Luka, Biblia inasema kuna siku alimkamata katika Luka sura ya 4 kuanzia mstari 26. Kuna siku alimkamata wakampeleka katika mlima fulani ili wamtupe avunjike. Biblia inasema Yesu alipita katikati yao. Jana wamemkamata, wamemchukua, wameenda naye mpaka yule mlima. Anasema hapa ndo pa kumwangusha Yesu, tumsukumie huko upande wa pili akafia huko. Soma kwenye Luka vizuri sura ya 4 pale kuanzia mstari wa 26 mpaka mstari wa 30. Wakati wanaanza sasa kusema tushamzunguka, ndio sasa 1 2 ila wanasema 3, wanamwona mikononi mwao hayupo yule, anaondoka zake. Hapo hata kumfuata hamna. Amina. Unafikiri mzimu, kumbe live tu, kwa sababu ni mtu asiyezuilika. Nguvu ya Mungu imeshuka, anajikuta anaambia niacheni niende. Yeye anaondoka. Maana ukiambiwa niacheni niende, usisubiri wakwambie nenda. Ukiambiwa niacheni niende, aanza kufanya nini? Kuondoka. Wakamwona Yesu huyo, anakwenda kimya, kwa sababu ni mtu asiyezuilika. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kama ilivyokuwa kwa Yesu, alichokusudia kufanya alifanya, wewe pia ni mtu usiyezuilika katika jina la Yesu. Amen. Mtu wa mwisho Paulo mtume. Kabla tujaomba, mtu wa mwisho Paulo mtume. Katika Matendo ya Mitume, sasa katika Wakorintho wa pili, sio Matendo. Wakorintho wa pili sura ya 11. Mstari wa 31 mpaka 33. Wakorintho wa pili sura ya 11. Mstari wa 31 mpaka 33. Mungu wa Baba wa Bwana Yesu aliye mtukufu hata milele anajua ya kuwa sisemi uongo haya no waambie. Paulo mtume anasema Mungu wa utukufu wa Baba wa Bwana wetu Yesu, sisemi uongo hiki ninachoambia. Kuna wakati walitaka kunizuia eneo fulani nisitoke, lakini nilichomoka kwa sababu ni mtu nisiyezuilika. Amen. Sizungumzia alipokuwa gerezani kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16, sizungumzia hiyo. Nazungumzia jinsi ambavyo maisha yake usingeweza kumzuia. Biblia inasema katika mstari wa 32, huko Dameski, sasa hapa sio gerezani, huko Dameski liwali wa mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili afanye nini? Alikamate. Yani mageti yote yamesemekana yafungwe, akitokea Paulo akamatwe. Ambia ni hapo Paulo ni mtu asiyekamatika.
Ni mtu asiyezuilika. Ana neema zote, ana upako wote, ana kibali chote. Unajua kilichotokea? Wakati wao wameziba mageti yote na milango mikubwa na midogo. Mstari wa 33 Biblia inasema, nami nikateremshwa ndani ya nini? Ya kapu katika dirisha la ukutani, nikaokoka na mkono wake. Utaokoka na mikono yao. Amen. Nasema utaokoka na mipango yao. Amen. Chochote walichopanga kinyume, wamefunga kila eneo kwamba huku ataweza, utashushwa kwenye kapu. Amen. Nasema utashushwa kwenye kapu. Amen. Wameweka vifungo vyote. Anasema mfalme Areta alikuwa ameufunga mji wa Dameski, akatoa maagizo ya kwamba Paulo lazima akamatwe. Alijikamata mwenyewe. Akasikia siku ya pili yake ya tatu Paulo kwenye mji mwingine anahubiri. Katokea wapi? Bila shaka walinzi wote waliitwa. Kuna watu walisingizia wenzao, hatujui kama kuna waliouawa, na hiyo aliitwa. Huyu lazima kuna sehemu. Paulo baadaye akasema ngoja niwaandikie. Na ngoja nimwambie mfalme Areta kwamba usije ukadanganyika, mimi nilishushiwa ukutani kwenye kapu. Kwanza mimi ni mtu usiyezuilika. Nimekuja Dameski kuhubiri afu nataleta fyongo. Nimehubiri, watu wameokoka, wameponywa, mapepo wametoka, afu nimetokea ukutani. Sema amina. Sema amina. Nasema utatokea hata ukutani. Nasema utatokea hata mtoni. Nasema utatokea hata kwenye ziwa. Popote ambapo Bwana anasema utokee kwa baraka yako, utatokea huko kwa jina la Yesu. Kwa sababu ni mtu usiyezuilika. Kama Yoshua, kama Daudi, kama mashujaa Daudi, kama Bwana wetu Yesu, kama Paulo na kama wengineo. Sio mtu anayezuilika kirahisi. Ukimwambia unajua, wewe ni mtu usiyezuilika. Wale wote ambao walijua kwamba watazuia baraka zako, watazuia mafanikio yako, wamejidanganya pale waliposimama. Simama kwa bashasha na useme Bwana anayezungumza wakati huu ni mtu asiyezuilika. Anayesema mbele zako ni mtu asiyezuilika. Sasa utataja mwenyewe na kumwambia Mungu, mimi ni mtu asiyezuilika katika mambo ya uchumi, mambo ya biashara, mambo ya elimu, katika yale yote unayotarajia. Kama unataka kuwa pilot, unataka kuwa daktari, unataka kuwa mwanasheria, unataka si kuwa nani, unataka kuwa mchungaji, hakuna cha kukuzuia kwa jina la Yesu. Inua dua mbele za Bwana. Sema na Mungu, mwambie Bwana anayesema wakati huu ni yule mtu asiyezuilika katika jambo ambalo unahitaji mbele za Bwana. Taja lile jambo kwamba ninasema wakati huu ni mtumishi wako Gaudens Pius Miungu, ambaye hatazuilika katika huduma anayokusudia kuifanya. Hatazuilika. Vikwazo vyote tutavivunja. Vizuizi vyote tutavipenya. Kila kilichowekwa ili kwamba tusipite, tunapita kwa jina la Yesu. Anasema sisemi uongo. Sisemi uongo. Yule mfalme aliulinda mji wake wa Dameski ili kwamba nisitoke salama, lakini alishushwa ukutani katika kambi. Wanataka kuzuia baraka zako, mipango yako, mikakati yako, watashangaa sana kwa jinsi ambavyo kadiri wanavyotafuta kuzuia, wewe unaendelea kupata upenyo. Yule mfalme Areta atashangaa, amepenyaje Paulo? Wale Wayahudi watashangaa, ametokaje Yesu kaburini? Amefufukaje? Walipanga mipango ya kumzuia, lakini Paulo aliweza kushuka katika ukuta. Walipanga mipango ya kumzuia, lakini Yesu alipenya. Walifunga Yeriko, lakini Yoshua aliingia. Kanisa lazima tusimame kwa imani na tujue kabisa sisi ni watu tusiozuilika. Yale ambayo unakusudia kuyafanya kwa ajili ya Bwana yatafanyika, na utakwenda kufanikiwa kwa utukufu wa Mungu.
Wale ambao wanatufuatilia kupitia Mvua za Baraka, wasiache kusubscribe, wasiache kuwajulisha watu wengine, wasiache kushare, wasiache kulike, wasiache kucomment. Toa comment hata ya shukrani, kwa sababu Mungu anakufikia mtu usiyezuilika. Lazima upenye, lazima ufanikiwe, lazima ubarikiwe. Hakuna kinachozuia. Kuna Yoshua hapa, kuna Esther hapa, kuna Mordekai, kuna Daudi mwana wa Yesu, kuna Yusufu mwana wa Yakobo, kuna Paulo mtume, kuna Petro. Watu wasiozuilika wa imani wanapata upenyo katika Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Sema nani maneno haya: mimi ndio mtu yule asiyezuilika kwenye mambo ya uchumi, mambo ya biashara, mambo ya kifedha. Mimi ndio mtu yule asiyezuilika kwenye mambo ya elimu, kwenye mambo ya maendeleo. Ninajua watoto wangu, kizazi changu, nazaa mapilot, nazaa wanasheria, nazaa madaktari, nazaa mainjinia, nazaa wafanyabiashara, nazaa wahubiri, nazaa mitume na manabii watakaosimama katika nchi kwa utukufu wa Kristo. Mungu ndiye mtu yule, mimi ndio mtu yule asiyezuilika na Yeriko, asiyezuilika na Goliathi, asiyezuilika na Wafilisti, asiyezuilika na mfalme Areta. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Mungu, maana ingia kwenye baraka zangu kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Nataka niombe kwa ajili yako. Mungu asante sana. Naomba kwa ajili ya mtu asiyezuilika hapa. Naomba kwa ajili ya mtu asiyezuilika hapa. Mtu ambaye asizuiliki kwenye biashara, asizuiliki katika maendeleo, asizuiliki katika elimu, asizuiliki katika mambo ya uchumi, asizuiliki katika mambo ya fedha, asizuiliki katika mambo ya huduma. Ninazungumza na mtu ambaye ninamuombea kuanzia leo, roho ya kutokuzuilika ije juu yako. Nasema ije juu yako. Yote yaliyozuilia sasa ya kujia. Wote waliosimama mbele yako kama Mungu alivyosema na Yoshua, hakuna atakayekuwa kikwazo. Nami natamka leo, hakuna atakayekuwa kikwazo juu yako. Hakuna atakayekuwa kizuizi juu yako. Yeyote atakayesimama mbele yako ataanguka kwa jina la Yesu. Atakatiliwa mbali kwa jina la Yesu. Hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna mashetani, hakuna uchawi, hakuna fitina, hakuna hila itakayofanikiwa juu yako. Hakuna ugonjwa utakaofanikiwa juu yako. Hakuna udhaifu utakaofanikiwa juu yako. Hata kama Yeriko imefungwa itaanguka. Hata kama mfalme Areta anajaribu kuzuia kwamba usitoke, utatokea katika ukuta dirishani. Utatokea katika lile kapu. Kwa vyovyote utafanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa vyovyote utaingia kwenye ndoa yako. Kwa vyovyote utaingia kwenye mafanikio yako. Kwa vyovyote utaingia kwenye baraka yako. Kwa vyovyote utaingia kwenye upenyo wako. Kwa vyovyote utaingia kwenye furaha yako. Kwa vyovyote utaingia katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa sababu leo umenijibu. Nawabariki watu wako. Ninawabariki watu wako. Baraka za Bwana ziende pamoja nao. Mungu awabariki na kuwatangulia. Mungu awabariki na kuwafanikisha. Mungu awabariki na kuwalinda. Mungu awabariki na kuwahifadhi. Kusitokee neno baya juu ya maisha yenu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amen. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo. Nawatakia mchana mwema. Amen.